Wananchi Young Africans leo Septemba 27 wanakwenda kutupa karata nyingine dhidi ya Wiliete de Benguela katika mchezo wa mzunguko wa kwanza wa hatua za awali Ligi ya Mabingwa Afrika. Mechi itachezwa saa 11 kamili jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Huu ni mchezo muhimu sana. Ni mchezo ambao Young Africans wanatakiwa kuwa makini, kuwa na discipline ya hali ya juu. Kwa nini? Kwa sababu hawa Wiliete de Benguela tayari wameshapoteza mechi ya kwanza mabao 3-0. Wenyewe kabla ya Young Africans kufika kucheza nao ile mechi ya kwanza walikuwa na confidence kwamba wangeweza kuwafunga pale. Hiyo confidence ilikuwepo hata kwenye press. Tulikuwa tunaona kocha wao alikuwa anaongea kwa confidence, Bruno Ferri, lakini hata wachezaji, mashabiki pia walikuwa wanaamini kwa Yanga kukutana na mfupa mgumu na ataweza kumaliza kirahisi. Hata sisi huku wadau wa mpira wa miguu kutoka Tanzania, hususan mimi binafsi, Yanga kushinda mabao 3 Angola ilikuwa kama surprise kwangu. Nilijua kwamba mechi itakuwa ngumu, wataleta ushindani wale wa Angola. Yanga sio kama singeweza kushinda. Nilifikiria kwamba uwezekano wa kushinda upo, anaweza kushinda, lakini haitakuwa vile. Yani sio rahisi vile mabao 3, alafu sio tu mabao 3 na mpira mkubwa kwa daraja lile, maana Yanga walikuwa na uwezo kufunga hadi goli 7 katika ile mechi. Wali create nafasi nyingi mno. So wale Wiliete hawakuwa na performance nzuri katika ile mechi kwa sababu walizidiwa, vitu vyao vingi vilikuwa blocked. Miongoni mwa strength yao kubwa Wiliete de Benguela ni upande wao wa kulia, upande ambao wanacheza karanga. Yes, yule fullback wao, yule uaga na overlap juu, anapiga crosses yule. Lakini katika mechi dhidi ya Young Africans alikuwa overlap, anacheza mpaka katikati ya mstari, atarudi chini kuja kukaba tena. Kwa hiyo assignment ambayo Yanga waliifanya ilikuwa nzuri dhidi ya Wiliete de Benguela ambao walizidiwa mipango kutoka kwa Young Africans. So changamoto nyingine ambayo Wiliete Benguela walikuwa nayo ilikuwa ni kumkosa mshambuliaji wao Joao Chingonda Kapora. Yes, kwa kumkosa Kapora ilikuwa ni changamoto kubwa. Kapora angekuwepo at least angeonekana kuwa threat, angeweza kusumbua, lakini striker ambaye amemchezesha pale Yano ni striker, tutamkumbuka alikuwa amesuka nywele hivi amezibana. Yano ni striker, lakini ishakuwa ni veteran sasa kwa sababu kacheza mpira muda mrefu. Yani strength, ubora wa Yano ni mwaka 2012, 2013, 14 mpaka 15. Yano ni wa moto, lakini mpaka leo hii 2026, miaka mingi imepita, zaidi ya 10 tangu Yano alivyotoka kwenye ule ubora wake. Kwa hiyo ni striker mzuri, lakini kwa wakati huu hana yale makali ambayo tulizoea kumwona nayo katika miaka ya huko nyuma iliyopita. Kwa hiyo naamini Young Africans wanakwenda kumaliza shughuli katika mechi hii ya pili uwanja wa Mkapa. But lazima tuweke tahadhari. Tahadhari ni ipi? Yanga, sio tu Yanga, timu za Tanzania zinaingia katika second match wakiwa na confidence kwamba wamemaliza shughuli ugenini. Yani timu nyingi ziko hivyo kama sio zote. Young Africans ndio timu ambayo inaingia kwa confidence zaidi, confidence ya kimatokeo nazungumzia, kubwa zaidi, kwa sababu wenyewe wameshinda magoli 3-0 mechi ya kwanza. Maana yake ili Wiliete waondoshe Yanga inabidi wapate mabao 4-0 au wapate 3-0, alafu waende kwenye changamoto ya mikwaju ya penalty. Labda hivyo, alafu ijulikane nani ambaye anaweza kwenda kwenye penalty. But kwenye uhalisia Yanga tayari mguu mmoja uko mbele, yani asilimia zaidi ya 80 tayari amesha kwenda katika hatua inayofuata. Lakini kwenye football Wiliete hawawezi kuja vile kama ambavyo walicheza ile mechi ya kwanza. Discipline ya kujihami haitakuwa kubwa sana. Watataka kuattack after attack after attack. Ndicho ambacho watataka kukifanya Wiliete. Yes, kwa hiyo ni mechi ambayo Romain Folz anatakiwa kuwa na discipline, kuwa na tahadhari kubwa kwa wale wa Angola na zile timu za Kosafa. Ukanda huu wa Kosafa nadhani nitakuwa nimeeleweka, hii kanda ya kusini mwa Afrika, zenyewe nidhamu ya kuzuia ni ndogo. Ni timu ambazo zinapenda sana kushambulia kuliko kujihami. Yani sanaa ya kujihami hazina. Ninavyosema sanaa ya kujihami hazina, simaanishi kwamba ipake basi, hapana.
wanapaki basi. Wale wa Angola pia kuna muda mkubwa sana walikuwa wanaotumia kwa ajili ya kupaki basi. Lakini unapaki basi na unafungwa mabao matatu. Just imagine. Yaani timu imepaki basi muda mrefu lakini imefungwa magoli mengi. Ndio maana nimesema sanaa hawana. Yaani kupaki basi ni jambo moja, wanaweza kupaki, lakini sanaa ya kuzuia kwamba tusifungwe, hiyo ni changamoto ambayo wako nayo. Na sio tu wale, tuna reference nyingi. Kuna reference ya watani zao wa jadi kwa maana ya Simba. Simba kacheza na timu nyingi sana za Kosafa. Kacheza na matimu makubwa ya Kosafa, kacheza na Kaizer Chiefs hapa uwanja Mkapa. Robo finali ya Champions League dhidi ya Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs wamecheza vizuri, lakini ilikuwa uzuri kwenye nidhamu ya kujihami. Yaani wamefika hapa baada ya kushinda kwao magoli 4, walivyokuja hapa kwa wamepaki basi. Baada ya kupaki basi, Simba walipata magoli 3. Just imagine. Yaani licha kupaki kwao basi, lakini Simba alipata mabao 3. Maana yake sanaa ya kulinda hawana. Sanaa yao kubwa ipo kwenye kushambulia, lakini kwenye ile mechi walikuwa hawashambulii. Kwa hiyo hii mechi ya pili, they have nothing to lose. Hawana cha kupoteza. So Wiliete watakuja tofauti kweli kweli. Watataka kuattack kwa nguvu kweli kweli ili wawafrustrate Yanga, ili wapate mabao, ndicho ambacho wanakitafuta. Yes, kwa hiyo Young Africans watakuwa kuwa na discipline kubwa. Of course sio rahisi kuifunga Yanga magoli 4 hapa, sio rahisi. Yaani iko kitu usiseme inawezekana, huu ni mpira wa miguu, lakini sio rahisi kuifunga magoli 4 hapa. Mechi nyingine ambayo iko affiliated, inahusiana moja kwa moja na Young Africans katika hatua hii, ni mchezo ambao Yanga kama atamtoa huyu anakwenda kukutana na mshindi wa matokeo ya jumla kati ya Silver Striker ya Malawi au El Jeco Plus ya Madagascar. Na leo ndo anacheza mechi yao saa 10 kamili. Manake hii mechi ya Malawi itaanza kuisha. So Silver Striker wanakwenda kukutana na El Jeco Plus katika uwanja wa kimataifa wa Bingu Mutharika ambao upo katika mji wa Lilongwe, mji mkuu wa Malawi. Lilongwe, mji wa kibiashara ni Blantyre, mji mkuu ni Lilongwe, ambako ndo mechi hii inakwenda kuchezwa. Ni mechi nyingine kuifuatilia kwa jicho la tatu, kwa sababu hapa ndo anakwenda kupatikana mpinzani wa Young Africans. Maana yake leo jioni, miongoni mwa story ambazo tutakuwa tunazipiga, itakuwa tunapiga Young Africans maybe dhidi ya Silver Striker, Young Africans dhidi ya El Jeco Plus. Hizo ndo story ambazo tutakuwa tunakuja kuzipiga hapo baadaye. Kwa hiyo na nilitiz moja ya wachezaji wao hatari ni Uchizi Vunga ambaye anacheza kwenye safu ya midfield. Ni kiungo Uchizi Vunga, nilimposti hapa juzi kati kwenye Instagram. Kwamba huyu ndio mchezaji miongoni mwa wachezaji hatari ambao wako nao. Ni pamoja na huyu na golikipa wao pia ni hatari kweli kweli, kwa sababu pia ndio MVP wa ligi kuu ya Malawi. So tunasubiri kuona mambo atakavyokuwa, lakini mimi binafsi natamani sana kuona Young Africans wakienda Malawi kucheza na Silver Striker. Hiko ndo ninachokitamani kukiona kuliko Madagascar. Malawi dhidi ya Silver Striker, ili tupate testi ya majirani, kuona mechi nzuri. Ingawaje bado Young Africans ni favorite pia katika hiyo mechi kutokana na msuli wake ambao yuko nao katika michuano hii ya kimataifa. Kwa hiyo mpaka sasa mazingira yako hapo. Tunasubiri mechi ya leo jioni iishe, alafu tutakuja tena hapa kutathmini mechi ilivyokuwa, lakini pia tutatathmini na wapinzani wao ambao wanakwenda kukutana nao. Hii ni Mzinga Sports.